Mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025, maandamano ya vijana Gen Z rasmi yameweza kuingia siku ya tatu, ikiwa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na afisi ya CCM eneo la Arusha mianzini kuwashwa moto. Vijana Gen Z hawapo tayari kabisa kwa chochote kile kinachozidi kuhusishwa na viongozi wa CCM kwa mara nyingine kurejea afisini kwa wao kuongoza serikali ya awamu 7. Video ninayozidi kukuchezea katika skrini yako ndiyo hali halisi iliyoweza kutokea huko Arusha, ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video hii ili moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na maandamano yanayozidi kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania, ikiwa ni siku ya tatu. Gen Z wameweza kukataa chochote kile kinachozidi kuhusishwa na viongozi wa serikali ya awamu 6, wakiamini kwamba muda uliweza kutolewa hapo awali viongozi wa serikali ya awamu 6 waliweza kupuzia, hivyo basi hivi sasa hawapo tayari kwa ushirikiano wote ule. Vile mtazamaji wangu, hii imeweza kukasirisha vijana Gen Z mno kutokana na mikutano ya siri inayozidi kuandaliwa kati ya chama Chadema, ambapo hakipo tayari hadi kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, ndipo ambapo yeye Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuomba vijana Gen Z waweze kufanya reforms ambazo zitaweza kusitisha maandamano haya, kwani vijana Gen Z hawapo tayari kusikiliza chochote kile kutoka kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Pia mtazamaji, leo hii mapema afisi ama hospitali inayozidi kumilikiwa hoteli inayozidi kumilikiwa na mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan inadaiwa kuwashwa moto na vijana Gen Z ambao hawapo tayari kutokana na wao kuamini fedha zinazozidi kutumia kujenga hoteli hiyo ni fedha za umma ambazo zinapaswa kufanya miradi ya kuendeleza Jamhuri ya Tanzania na sio mambo ya kibinafsi. Mtazamaji wangu, hivi sasa Jamhuri ya Tanzania inazidi kupitia changamoto kubwa, hasa kipindi na wakati ambapo shughuli zitaweza kurejelewa kikamilifu. Wataweza kuathirika pakubwa kiuchumi, na ndipo ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan leo hii anatarajiwa kuhutubia taifa kuhusiana ni kipi ataweza kukifanya. Je, ataweza kujiuzulu uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, ndipo ambapo maandamano haya yaweze kutulia? Mtazamaji wangu, tumeshuhudia hasara kubwa zinazozidi kushuhudiwa katika baadhi ya makampuni. Kampuni ya gesi moja imeweza kuvamiwa na hata vitu kuchukuliwa ndani ya kampuni hiyo. Mtazamaji wangu, hiyo ni hasara kubwa. Hata investors ambao walikuwa wameweza kuwekeza katika Jamhuri ya Tanzania wapo na uoga sana, ila hatua hii lawama kubwa imeweza kutupiwa viongozi wakuu wa chama cha CCM kutokana na wao kutoweza kusikiliza kilichokuwa kikiombwa na vijana Gen Z kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu kufika. Mtazamaji wangu, hatua hii hivi sasa inazidi kudhihirisha wazi kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan azma yake kuingia Ikulu kwa kuchaguliwa na Watanzania haitaweza kufanikiwa. Pia inabainika kwamba mbeleni Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingeweza kuhudumu kama rais, ila kutokana na kifo chake John Pombe Magufuli mwaka 2021 ndipo ambapo iliweza kuchangia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani kuwa rais mshikililizi kutokana na kifo chake John Pombe Magufuli. Ila haya yote vijana Gen Z bado wanazidi kushinikiza kituo chochote kile kitakachokuwa kikipeperusha matokeo ya urais ambayo vijana Gen Z wanaamini kwamba sio kweli na hawataweza kuyaamini, ni kutokana na kile ambacho kimeweza kumkuta Baba Levo Clinton
Clinton ambaye ni maarufu kama Baba Levo, mbunge wa Kigoma aliyechapisha certificate yake katika mitandao ya kijamii ya kwamba ameweza kuteuliwa. Watanzania hawapo tayari kusikiliza jambo kama hilo na kulazimika hata yeye na baadhi ya wanamuziki ama watu maarufu katika Jamhuri ya Tanzania waliokuwa wakishirikiana katika kampeni za CCM kuanza kuondoa picha walizokuwa wamepiga ama kuzitumia kwa ajili ya kampeni. Mtazamaji wangu, hivi sasa kile ambacho kinazidi kuendelea katika Jamhuri ya Tanzania ni jambo ambalo moja kwa moja limeweza kuzima ndoto yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchaguliwa kwa yeye kuhudumu kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, tetesi zinazidi kudai kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan yupo tayari kwa handshake, jambo ambalo upinzani unaonekana kujikokota na kutokuwa tayari kwa handshake hiyo, kwani hivi sasa vijana Gen Z ndio ambao wameweza kufanya maandamano haya. Maandamano haya hayajaweza kuhusishwa na chama chochote kile, bali vijana Gen Z wapo tayari kusikiliza kiongozi yoyote yule ambaye atakuwa yupo tayari kufanya yale ambayo Gen Z wanazidi kupendekeza. Kwanza kabisa tunafahamu mbeleni Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye ambaye alikuwa kiongozi ambaye alikuwa ameingiliana na vijana Gen Z, na hata vijana Gen Z kuwa na imani kwamba itakapofika kipindi na wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2025, iwapo kutakuwepo na jina lake Mheshimiwa Tundu Lissu, moja kwa moja wangeweza kumpigia kura ashinde nafasi ya urais kutokana na Mheshimiwa Tundu Lissu. Kipindi na wakati ambapo Gen Z walipokuwa kidai wangependa ajira ziweze kuwemo katika Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Lissu aliweza kukubali kipindi na wakati alipokuwa akifanya uhamasishaji wake kwa vijana hawa Gen Z. Vile vile vijana Gen Z waliweza kushinikiza pakubwa na kudai waweze kuhusishwa katika serikali ya awamu ya 7. Kweli Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa miongoni mwa viongozi wakuu katika Jamhuri ya Tanzania kukubaliana na jambo hilo, tofauti kabisa na viongozi wakuu wa chama cha CCM ambao baadhi yao wanatakiwa kustaafu ila bado wapo uongozini. Hivyo basi vijana Gen Z wakakosa imani na chama cha CCM kutokana na wao kumtangaza ama kudai ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan atakuwa akichukua fomu kupeperusha chama cha CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2025, hatua ambayo vijana Gen Z hawakuweza kukubaliana nayo, na hata baadhi ya viongozi akiwemo Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mchungaji Gwajima, kutokana na kile walichoweza kukiamini. Vijana Gen Z ama Watanzania hawapo tayari kwa viongozi hao wa CCM kupewa nafasi ya kuongoza serikali ya awamu ya 7. Vile vile mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo hapo utaweza kutochea maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na hali ya maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ikumbukwe itaweza kuingia katika vitabu vya historia ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kupingwa, kukosolewa na mbaya kabisa vijana Gen Z kuingia katika maandamano na hata chama cha CCM kupoteza katika nafasi ya urais. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.